Shalom shalom ndugu yangu, ninakusalimu katika jina la Yesu, jina kuu lipitalo majina yote mbinguni na duniani. Jumbe ambao nakuletea una kichwa kinachosema, je, umepokea muhuri wa Mungu? Je, umepokea muhuri wa Mungu? Kuna muhuri wa Mungu ambao wana wa Mungu wote wanapokea. Wana wa Mungu wote wanapokea. Kwa hiyo maana yake kama wewe ni mwana wa Mungu, basi tayari umepokea muhuri wa Mungu. Na kama hujapokea muhuri wa Mungu, basi utakuwa sio mwana wa Mungu. Kitabu cha Efeso sura 4, naomba nikusomee kitabu cha Efeso sura 4 na ule mstari wa 30. Biblia inasema kwamba wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Anasema msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Sehemu nyingine Biblia inasema kwamba msingi wa Mungu umesimama wenye muhuri huu, Bwana wajua walio wake, Bwana wajua walio wake. Kwa hiyo wale wa Mungu, wana wa Mungu wanajulikana kwa muhuri, kwa muhuri wa Mungu, muhuri wa Mungu. Sasa muhuri wa Mungu hapa tunaambiwa kwamba ni Roho Mtakatifu. Nasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo sasa huu ni wakati ambapo kila mmoja anapaswa kuhakikisha kwamba amepokea muhuri kweli, kwa sababu mtu anaweza kaa ameokoka lakini hajapokea muhuri wa Mungu, muhuri wa Mungu, muhuri wa Mungu, hajapokea Roho Mtakatifu. Ni vizuri kufahamu kwamba Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, ile mara ya kwanza Roho Mtakatifu anaanza kumvuta mtu. Kuna tofauti pale ambapo Roho Mtakatifu kumvuta mtu na kumtia muhuri, kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja kufanya kazi, anafanya kazi kuwavuta watu waingie katika neema, kuwabembeleza watu waingie katika neema. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anawapa watu ishara na kuonesha baadhi ya vitu na kuwafanikisha baadhi ya vitu na kuwafanya kana kwamba wale watu wanaweza wakahisi au wakadhani ya kwamba wamepokea Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu anawatengenezea njia ili wale watu waweze kukubali yeye, na baada ya hapo sasa Roho Mtakatifu aingie ndani yao na kuatia muhuri sasa, na kuatia muhuri ya kwamba sasa wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Na ili kabisa Roho Mtakatifu aingie ndani yako na kukaa ndani yako na kutia muhuri, maana yake unapaswa kukamilisha toba. Maana yake sasa unapaswa kutubu. Baada ya kutubu kabisa, kwa kumaanisha kuziacha dhambi zako zote, basi unapaswa kwenda kubatizwa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Unapaswa kwenda kubatizwa, ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo. Hapo sasa Roho Mtakatifu anaingia ndani yako na kukutia muhuri. Lakini huenda hujabatizwa, lakini unaona ishara za Roho Mtakatifu. Wakati mwingine hata unanena kwa lugha, wakati mwingine hata unaona malaika wanakutokea, wakati mwingine unafanikiwa, wakati mwingine Mungu anasema na wewe, wakati mwingine unajihisi ya kwamba sasa wewe ni mwana wa Mungu, lakini hujabatizwa au hujabatizwa kwa usahihi, hujabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Na hapo sasa unapaswa kufahamu kwamba unapaswa kubatizwa ili Roho Mtakatifu akutie muhuri, kwa sababu unaweza kaa unaona maono, unanena kwa lugha, unafanya kila kitu, lakini mwisho wa siku ukakosa mbingu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba haujatiwa muhuri, kwa sababu ya kwamba haujatiwa muhuri na Roho Mtakatifu, maana yake haujafanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo unapaswa kufanyika mwana wa Mungu kwa kutiwa muhuri. Kwa hiyo kuna tofauti pale ambapo Roho Mtakatifu anakutia muhuri, anakaa ndani yako, na pale ambapo anakuvuta katika wokovu, anakuvuta katika wokovu. Kwa hiyo sasa huu ni wakati ambapo tunapaswa kutiwa muhuri wa Mungu, muhuri wa Mungu, Roho Mtakatifu. Kwa sababu sehemu nyingine kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 9 Biblia anasema kwamba yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu lazima kumpokea Roho Mtakatifu ili tuweze kukamilisha kabisa kuzaliwa mara pili na kufanyika kwa watoto wa Mungu. Lazima tubatizwe kwa Roho. Ile anasema kitabu cha Yohana sura 3 mstari ule wa 3, Bwana Yesu anasema amin amin nawaambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, sio kwa maji tu, anasema na kwa Roho pia, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuzaliwe kwa Roho, tuzaliwe kwa maji na kwa ubatizo kwa maji na utubatizo kwa Roho Mtakatifu, kupokea muhuri wa Roho Mtakatifu. Unafuata kanuni za kupokea Roho Mtakatifu, unatubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha kabisa na kwenda kutafuta ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa
jina la Yesu. Baada ya hapo Roho Mtakatifu anakutia muhuri, Roho Mtakatifu anaanza kukuongoza katika njia ya utakatifu na kukuongoza katika ukamilifu kuweza kumfikia Mungu. Sasa usipopokea Roho Mtakatifu, hatari kubwa ni kwamba wakati ambapo sasa hujapokea muhuri wa Mungu, ni kwamba wakati ambapo sasa maangamizi yanakuja katika hii dunia, kwa sababu hukumu inakuja, maangamizi yanakuja, hukumu imekaribia. Lakini Biblia inatuambia kwamba huwa kabla ya hukumu ya Mungu kuanza, Mungu kwanza anawaepusha watu wake ile hukumu, Ndicho alichokifanya kule kwa Nuhu. Kipindi cha gharika, alimhifadhi Nuhu pale, lakini kabla hata ya Nuhu alimnyakua Enoko akampeleka mbinguni, akamwepusha na ile gharika ambayo ilikuwa inakuja. Ndicho alichokifanya pia kwa Nuhu na Lutu, aliwaepusha hukumu inayokuja. Lakini tukisoma kitabu cha Ezekiel, wakati ambapo wana Israeli walifanya maasi kiasi kwamba sikafikia mahali hapana tena kuponywa, hapana tena rehema za Mungu. Unaona, sasa kuna watu wachache ambao walikuwa wanamlilia Mungu, na hapa Mungu akasema kwamba wale watu wakapate kufanyaje? Wakapate kutiwa chapa au kutiwa alama katika nyuso zao. Maana yake hiyo alama inawakilisha nini? Hii alama inawakilisha muhuri, ule muhuri, ile chapa, ule Roho Mtakatifu mwenyewe ndio alama ya Mungu, Roho Mtakatifu. Naomba nikusomee kitabu cha Ezekiel. Nikusomee kitabu cha Ezekiel, nianzie kusoma ule mstari wa 4, ambapo anasema, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na hao wengine aliowaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu, msiachilie wala msione huruma. Waweni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Anaposa hapa anasema kwamba piteni kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia. Unaona, kwa hiyo kuna alama ambayo inatiwa kwa watu ambao wanaugua, watu ambao sasa wanaugua kwa ajili ya mambo machafu yanayotendeka, watu ambao wanaomba na kuugua kwa ajili ya machukizo hayo yanayofanyika, watu ambao maana yake watu ambao hawafurahi udhalimu, hawafurahi uovu, hawafurahi dunia, hawafurahi mambo yanayotendea na ambao si mapenzi ya Mungu. Unaona, hawa watu wanakuja kutiwa alama kabla ya maangamizi. Sasa hii alama maana yake ni Roho Mtakatifu, ndio ambacho Mungu anachokifanya katika nyakati hizi, kuwatia watu alama, kuwatia watu. Mungu anazunguka kila mahali duniani, kuwatafuta wale watu ambao wanaugua ndani yao kwa ajili ya mambo machafu yanayoendelea, wale watu ambao hawataki mambo mabaya, wanatiwa alama kwa ajili ya kuepushwa na dhiki kuu inayokuja, kuepushwa na hukumu inayokuja, kuepushwa na hukumu ya hatari inayokuja, kwa sababu kuna dhiki kuu ambayo haijawahi kutokea kabla hii dunia kuumbwa, dhiki kuu inayokuja. Unaona, hasira wakati wa kizazi cha Mungu, hasira ya Mungu wakati ambapo Bwana analipiza kisasi hapa duniani. Unaona, kwa hiyo sasa kuna watu wanatiwa alama, muhuri wa Roho Mtakatifu, muhuri wa Mungu, Roho Mtakatifu. Lakini pia wakati huo watu wa Mungu wanatiwa muhuri, shetani pia anawatia watu wake muhuri, shetani pia anawatia watu wake muhuri, anawapiga watu chapa. Naomba nikusomee tena kitabu cha Ufunuo sura ngapi? Sura ya 13, ambapo Biblia inasema kwamba nikuoneshe chapa ya mpinga Kristo ambaye ni ibilisi, ambaye katika nyakati hizi anawatia watu chapa 666. Sasa hii chapa watu wanaijua kwamba ni wakati ambapo unyakuo utakuwa umepita, ibilisi au mpinga Kristo atapewa mamlaka na shetani ya kutawala ulimwengu kwa ule muda wa miaka 3.5, lakini atawatia watu chapa katika huo muda, atawatia watu chapa yake, chapa ya mnyama. Sasa hii chapa itakuja kutiwa, anasema kwamba watatiwa katika vipaji vya nyuso zao na katika mikono yao. Unaona, watatiwa chapa. Sasa hiyo chapa itakuja kutendeka katika namna ya mwilini, lakini pia hata katika nyakati hizi hii chapa inatembea.
katika namna ya roho, inatembea. Ibilisi anawatia watu chapa. Sasa chapa ibilisi katika nyakati hizi ni ipi? Ni ile roho ya mpinga Kristo. Unaona? So ukishakuwa na roho ya mpinga Kristo ndani yako, tayari hiyo ni chapa. Unakuwa na roho ya mpinga Kristo. Wakati wana wa Mungu wanakuwa na roho wa Mungu. Unaona? Wanakuwa na roho wa Mungu, muhuri wa Mungu. Lakini pia wana wa shetani, wana ibilisi wanatiwa muhuri wa shetani, roho wa mpinga Kristo, roho wa mpinga. Sasa utajuaje kwamba una roho ya mpinga Kristo? Pale ambapo unamkataa Kristo. Sio sasa haumkatai kwa mdomo, nakataa kwa matendo yako. Hautaki kufuata neno lake, hautaki kuliishi neno lake. Neno lake nakuambia jistiri, vaa kwa kujistiri, hautaki. Neno lake nakuambia usijipambe kwa nje, hautaki. Neno lake nakuambia acha kusuka, hautaki. Neno lake nakuambia acha udunia, hautaki. Neno lake nakuambia nenda kabatizwe katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu, hautaki. Neno lake nakuambia acha kuabudu sanamu, hautaki. Neno lake nakuambia fuata neno la Mungu, liishi neno la Mungu, achana na uzinzi, achana na uasherati, achana na mambo mabaya, achana na dunia, achana na urafiki wa dunia, hautaki. Unaishi kama watu wa kidunia, hautaki. Unamkataa Kristo, unakataa wewe, una roho sasa, una roho ya mpinga Kristo. Unakataa Kristo kwa matendo yako. Kwa mdomo wako unasema unampenda, lakini unakataa kwa maisha yako, unakataa kwa matendo yako. Unaona, hiyo ndo una tafsiri au hiyo ndo ishara ya kwamba kuna roho ambao umetiwa, kuna muhuri ambao umetiwa. Ibilisi amekutia muhuri wake. Muhuri wake ni upi? Muhuri wake ni upi? Roho ya mpinga Kristo ipo ndani yako, anatenda kazi ndani yako. Lakini kama ingalipo bado neema ipo na Roho Mtakatifu pia anakutamani, anakuvuta, basi leo unaweza ukapokea Roho Mtakatifu na ukapata kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo sura ya 13, nenda kasome kuanzia ule mstari wa nenda kasome kitabu cha Ufunuo sura ya 13 yote uone chapa ya mnyama, chapa ya mpinga Kristo, muhuri wa mpinga Kristo. Watu wanatiwa katika nyakati hizi katika roho, lakini baadaye watakuja kudhihirishwa kabisa, kudhihirika katika mwili, katika namna ya mwili. Au wakati huo hakuna kuuza wala kununua bila kuwa na hiyo chapa bila kuwa na huo muhuri wa mpinga Kristo. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, ni wakati ambapo sasa kujakisha, je, umepokea muhuri wa Mungu? Umepokea Roho Mtakatifu kweli kweli? Roho Mtakatifu ishara kuu kabisa kwamba umempokea Roho Mtakatifu, mbali na kwamba utanena kwa lugha, utarukaruka, utashangilia, utafanyaje, ishara kuu kabisa ni wewe kuwa na mabadiliko, kuwa na maisha mabadiliko, kuwa na maisha. Nazungumzia yale maisha unatoka katika udunia, unaelekea katika sasa kumpendeza Mungu. Unatoka katika maisha ya dhambi, unaanza kubadilika. Utakatifu maana yake unaanza kila siku kubadilika. Unaona, kila siku unaanza kujitakasa kwa neno la Mungu, unasoma unaanza sasa kumsogelea Mungu kila siku. Unaanza kuacha. Lakini ukiona kwamba wewe kila siku unahubiriwa hiki si sawa, lakini bado unashikilia, wewe hapo hauna utakatifu. Unabidi utafute sasa utakatifu, na utakatifu huwezi kupata bila Roho Mtakatifu kuwa ndani yako, na Roho Mtakatifu ni bure. Unaona, pale ambapo wewe umekubali kunyenyekea na kumpokea, na kumpokea kwa kuamua sasa kutubu dhambi na kubadilika kabisa na kuachana na dunia, kutoka katika udini na udhehebu, kutoka katika uganga, kutoka katika mila, kutoka katika mambo yote mabaya na udunia, na kuanza sasa kuelekeza moyo wako kwa Mungu, kuanza kutafuta mapenzi ya Mungu, kuanza kunyenyekeza chini ya neno la Mungu. Hapo Roho Mtakatifu sasa atakutia muhuri. Mungu atakutia sasa muhuri, atakupa Roho Mtakatifu, na baada ya kutubu unaenda kubatizwa na Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, muhuri wa Mungu kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, tunaishi katika siku za mwisho. Parapanda imekaribia, Kristo amekaribia kurudi sana, unyakuo umekaribia. Hizi ni habari ambazo tunaziimba kila siku, zimekuchosha, lakini wakati wote, siku yote utakuja kujua kwamba haya uliokuwa unayasikia ni kweli kabisa, na ni maneno ambayo ni kweli, naamini. Unaona? Kwa hiyo huu ni wakati ambapo ingalipo bado leo nafasi unayo. Subiri kesho, sababu hujui kesho itatokea wapi. Sababu hata Roho Mtakatifu Kristo alisema kuja leo, wewe mwenyewe hujui kama tutaamka kesho wapi. Kwa hiyo ni wakati wa kuokoka kweli kweli na kuwa Mkristo kweli kweli, kumpokea Roho Mtakatifu, na neema ya Kristo ikakutusaidie sote ili tuweze kuingia katika ile mbingu ambayo ameenda kutuandalia. Na jina la Yesu Kristo libarikiwe. Shalom.